Naomba nichukue fursa hii ndugu zangu wana Kaliua, kwanza kwa kuendelea kumshukuru sana Mwenyezi Mungu pamoja na nyinyi kwa namna ambavyo ameendelea kutujalia, kutupatia afya njema na kuhakikisha kwamba tuko timamu sana kama yalivyokuwa katika maombi yetu siku za Jumapili na Ijumaa tunavyokwenda kwenye nyumba zetu za ibada. Lakini jambo la pili, ndugu zangu wana Kaliua, naomba mniruhusu niwashukuru na kuwapongeza kwa mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, naomba niwashukuru sana kwa namna ambavyo mmeendelea kuilinda amani ya wilaya yetu. Sisi tukipita huko vijijini tunaona namna ambavyo mnajiandaa na kilimo, kwa wale ambao wanafanya kilimo cha tumbaku, wanavyojiandaa na mabedi, wanavyojiandaa na vitalu vyao vya tumbaku, wanaolima mazao mengine na wenyewe nao pia hawajatulia. Wote mnafanya kazi nzuri na kwa bidii sana katika kuhakikisha kwamba hatukai bure, bali tunafanya kazi kama ilivyo asili yetu sisi watu wa Kaliua. Kwenye hayo mawili, ahadi yetu ni ile ile kwamba kwa ujumla tutaendelea kuhakikisha sisi viongozi wenu hatulali usiku na mchana, ili kuhakikisha amani ipo vizuri sana, ili kuhakikisha nyinyi mnapata mapumziko mazuri kama ni kulala na kuamka mkiwa salama. Sisi tukeshe kuhakikisha jambo hilo linafanyika. Hilo ni moja kati ya jukumu namba moja la kwetu, kuhakikisha amani yenu iko vizuri. Nawashukuru sana. Lakini sasa leo nimewaita kwa jambo moja kubwa tu, na ndugu zangu, naomba niwapitishe kwenye taarifa ambayo naamini wengi wetu pia naweza tukawa tumeisikia kwenye mamlaka yetu ya hali ya hewa. Tunategemea kuwa na mvua ambayo imezidi, wanasema wao wanatumia neno kwamba imezidi kipimo, imezidi kiasi, iko juu ya kiasi. Mvua hii tunaitegemea itakuwa kuanzia mwishoni mwa mwezi wa Septemba kuelekea Oktoba. Cha kwanza ambacho naomba wananchi wote tushirikiane, lakini pia niwaelekeze watendaji wa vijiji na watendaji wa kata, ni tuhakikishe tunazibua mitaro yote katika kipindi hiki kuelekea Septemba, ili basi patakapokuwa na mvua maji yaweze kutiririka na kumwagika katika njia ambazo wataalamu wetu waliweza kutengeneza. Hii itatusaidia sana kupunguza madhira na madhara kama mvua itakuwepo na itakuwa kubwa zaidi. Jambo la pili ambalo nawaomba sana, na hili nawaelekeza tena watendaji wa vijiji na wakata mkalisimamia vizuri, ni kuhakikisha yale mashimo yote hatarishi tunakwenda kuhakikisha tunayafukia, kwa sababu mvua ikiwa nyingi na labda na yao yakiwa karibu, na kwa sababu pia kuna watoto, tunaweza tukapata tatizo lingine kubwa sana hapo. Hivyo yale mashimo, vyoo vya zamani vile vya kienyeji ambavyo vyote havitumiki, ni maelekezo yangu sasa kwenu, tukahakikishe kipindi hiki tunakwenda tunayafukia yote, ili hata mvua ikija tusije tukapata madhara makubwa. Jambo la tatu, hili naomba nilipeleke kwa wataalamu wetu, hasa makandarasi wanaotengeneza barabara zetu, lakini pia na wale ambao wanatengeneza miradi yetu mikubwa ya maji kama mradi wa Ichemba. Watumie kila ujuzi wao kwa sasa hivi, watengeneze na waendelee na matengenezo katika namna ambayo na wao wawe conscious kwamba kuna mvua kubwa inakuja. Zile barabara ambazo zimekwisha anza kutengenezwa, kama kuna maeneo ambapo wanadhani kwamba ni vizuri pakatengenezewa njia ya maji yaweze kupita, basi yafanywe hivyo pasina kusubiri kwamba maji yaje yavunje barabara. Lakini na wale wanaotengeneza miradi yetu ya maji kama Ichemba, na wao lazima wahakikishe wanafanya kazi kwa kutumia taaluma yao vizuri, wakijua kwamba mbele yetu lipo hilo jambo. La nne, hili linataka liende hasa kwa wadau wa afya, na nimwelekeze DMO ashirikiane vizuri na wadau wa afya. Tunafahamu kwamba katika kipindi kama hiki cha
kipindi kama hicho cha mvua, mara nyingi huwa kuna milipuko ya baadhi ya magonjwa, hasa magonjwa ya tumbo na kuhara na nini. Napenda nitoe maelekezo yangu kwa msisitizo kabisa kwamba DMO na timu yako mwanze kujipanga kuhakikisha kwamba jambo hili tunalikwepa, na kama litakuja kutupata basi tuweze kulikabili kwa kadri itakavyowezekana. Upande wa ndugu zangu wa kilimo, kuna madhara ambayo huenda yakatokea. Madhara hayo ni kuwa na ardhi yenye unyevunyevu kwa muda mrefu zaidi, lakini pia wakati mwingine kuweza kupata wadudu ambao hawakutegemewa katika kipindi hiki. Lakini sasa katika ushauri mkubwa ambao tumepewa kwenye kukabiliana na hali hiyo, ndugu zangu, tumeshauriwa kwamba wakulima tutayarishe mashamba yetu mapema sana, tulime mapema sana, tupande mapema sana, tupalilie mapema sana, na tutumie pembejeo sahihi kwa wakati sahihi. Lakini pia zaidi ya hayo, tumeelekezwa kwamba wakati wote tufate ushauri wa wataalamu wetu wa kilimo. Hiyo liendane sambamba na kuhakikisha miundombinu ya kilimo tunaiweka vizuri. Asanteni sana kwa kunisikiliza.